Serikali ya mkoa wa Dar es Salaam imetoa ripoti ya uamuzi kuhusu mgogoro wa umiliki wa nyumba iliyopo eneo la Msasani Beach jijini humo uliomhusisha Bi Alice Pasco Haule, mjane wa marehemu Justice Rugaibula, na Bwana Muhammad Yusufali aliyedai kuwa ardhi hiyo ni ya kwake. Akizungumza jijini Dar es Salaam mbele ya waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema kamati maalum iliyoundwa kuchunguza sakata hilo imekamilisha kazi yake na amepewa ripoti ya kamati hiyo wiki 2 zilizopita, na ripoti hiyo imebaini kuwa Bi Alice Haule ndiye msimamizi halali wa mirathi ya marehemu mumewe. Kutokana na maamuzi hayo, Bi Haule amekabidhiwa hati halali ya nyumba hiyo, hatua iliyolenga kumaliza mgogoro uliokuwepo kuhusu umiliki wa mali hiyo tangu mwaka 2012. Naomba niwapeni ripoti ya kwamba nilimwelekeza pia mkuu wa wilaya kuundwa kwa tume maalum ama kamati maalum ili iweze kuchunguza kwa undani kuhusu malalamiko yanayostajwa na Bi Alice. Timu niliyoiunda imekwisha niletea ripoti hii. Ripoti hii, ndugu waandishi wa habari, niliipokea wiki 2 zilizopita. Kwa hiyo baada ya kupokea ripoti hii kwa wiki 2 zilizopita, nilitoa maelekezo yafuatayo. La kwanza, nilitoa maelekezo kwa mkuu wa wilaya. La pili, nilitoa maelekezo kwa kamishna msaidizi wa ardhi wa mkoa wa Dar es Salaam. Na tatu, nilitoa maelekezo kwa jeshi la polisi. Na 4, nilitoa maelekezo kwa mlalamikaji. Na 5, nilitoa maelekezo kwa mlalamikiwa. Na tunashukuru pia maelekezo yako Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ulielekeza kwamba sasa baada ya kupokea hiyo ripoti, kwanza pale paendelee kuwa na utulivu, lakini Wizara ya Ardhi wakapitia haya mapendekezo, alafu tuone hatua ambayo ya mwisho itakayofikiwa. Hayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ndio hasa waliokuwa umetuelekeza sisi katika wilaya ya Kinondoni, na kwa kuwa kamishna msaidizi yuko hapo, niombe sasa aendelee na ile hatua nyingine baada ya kupokea wewe hiyo report na kupitia sasa hayo mapendekezo na maoni ya kamati hiyo. Timu tumebaini kwamba ilihoji watu wote zaidi ya 8 ambao wamehusika na swala hili tangu mchakato huo ukianza mwaka 2011. Lakini tumeona pia timu imepitia kumbukumbu zote za Wizara ya Ardhi, lakini pia timu imepitia katika kumbukumbu zote za kimahakama, kwa maana mashauri yote ambayo yamebainishwa katika miliki hii, yani kiwanja namba 819 Msasani Beach. Lakini pia tumeona timu imepata taarifa kutoka Mahakama Kuu. Mheshimiwa Rasi, labda niurejeshe umma katika swala hili. Mtakumbuka kwamba awali tulisema kiwanja hiki umiliki wake ulianza mwaka 1999. Mmiliki wa kwanza alikuwa ni Bariki Elisante Kenja. Na mwaka 2007 Bwana Bariki Elisante Kenja alihamisha miliki hii kwenda kwa Quality Real Estate, aliuza. Baada ya hapo miliki hiyo mwaka 2008 ilihamia kwenda kwa Quality Real Estate Company Limited, na baadaye kwenda kwa Justus M. Rugaibula ambaye ni marehemu mume wa mlalamikaji ambaye kwa sasa ni marehemu. Lakini pili, mwaka 2011 kwa mujibu wa kumbukumbu za msajili, Justice M. Rugaibula alihamisha miliki kwenda kwa Muhammad Mustafa Yusufali kwa njia ya mauziano ya shilingi milioni 262.5 laki. Ndugu waandishi wa habari, jalada la Wizara ya Ardhi linaonyesha uwepo wa zuio wa caveat iliyosajiliwa tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2012. Zuio hiyo liliwekwa na Bi Alice Nyamwiza Pasco Haule akilalamika njama za mume wake kutaka kuuza nyumba hiyo ya ndoa bila ridhaa yake. Kamati imethibitisha kuwa Muhammad M. Yusufali aliliomba Baraza la Ardhi na Nyumba wilaya Kinondoni wamalize kesi hii kwa maridhiano kwa njia ya makubaliano, na hilo lilifanyika na kuthibitika kwa kuwepo kwa deed of settlement. Na Mheshimiwa Rasi, deed of settlement ambayo tumeiona kamati iliomba directly kutoka kwenye Baraza la Ardhi na Nyumba husika. Mheshimiwa Rasi, kamati pia tumeona imethibitisha pasi na shaka kuwepo kwa tuzo decree ya Baraza la Ardhi na Nyumba Kinondoni ambayo ina makubaliano deed of settlement baina Muhammad Yusufali mdai na Justice M. Rugaibula na Alice Haule wadaiwa ya kumaliza mgogoro na madai yanayohusiana na nyumba iliyopo kwenye kiwanja namba 819
Msasani Michi, Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imetilia shaka kama Sports Concert kibali cha mwenza kilitolewa kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99 ikisomwa pamoja na sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kwa sababu zifuatazo. Moja, Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati haikufanikiwa kuona Sports Consent, idhini ya mwenza ambayo ni halisi, yani original copy, licha ya pande zote kutakiwa kuwasilisha nyaraka hiyo katika kamati. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, pia Bibi Alice Haule anakataa kwamba hajawahi kutoa idhini ya ndoa ya kuuza mali ya ndoa. Anaeleza kwamba ndio maana amekuwa akishughulikia swala hili akilalamika tangu mwaka 2012 na akaamua kuweka caveat. Kwa hiyo anakana kwamba hakuwahi kutoa Sports Consent. Lakini finding ya tatu katika Sports Consent, Mheshimiwa Rasi, maelezo ya wakili aliandaa nyaraka hiyo yanasema kwamba hakuwahi kumwona Bi Alice Haule akisaini nyaraka hiyo mbele yake, bali aliandaa nyaraka hiyo kisha kumkabidhi mume wake na mume wake akairudisha ikiwa imesainiwa. Lakini pili, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kivuli cha nyaraka ya idhini ya mwenza ambayo iliwasilishwa na mwanasheria wa Mohamed Mustafa Yusufali inaonekana kuwa na saini ya maandishi na dole gumba kwa maana ya thumbprint, hali inayotofautiana na maelezo ya wakili aliyeandaa na kugonga mihuri nyaraka hizo, ambaye alikiri kwa maneno na maandishi kwamba nyaraka iliyowasilishwa kwake ilikuwa na saini ya maandishi tu. Kutokana na hizo fact, wanapendekeza milki ya nyumba hiyo irejeshwe kwa Alice Pasco Haule kama msimamizi wa mirathi ya marehemu Justice Lugaibula, ikiwa ni utekelezaji wa tuzo decree iliyotolewa na Baraza la Ardhi na Nyumba wilaya ya Kinondoni mwezi Septemba 2021, lakini pia kutokana na mashtaka ya kughushi Sports Consent kwa maana ya idhini ya mwenza. Mheshimiwa Rasi, baada ya kupokea taarifa hii na kuipitia kwa kina, Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi Engineer Anthony Sanga alifanyia kazi swala hili na hatimaye kuirejesha milki hii kwa mlalamikaji. Na hapa Mheshimiwa Rasi, kupendeza, naomba nikukabidhi hatimiliki husika ya Mama Alice ambayo ni hii hapa. Asante sana. Barikiwa sana. Asante sana. Nashukuru sana. Nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuitikia sisi Watanzania na kusikia vilio vyetu, lakini pia nipende kumshukuru Mkuu wa Mkoa kwa kuweza kufika mapema sana pale nyumbani na kutusikiliza. Namshukuru pia Mkuu wa Wilaya pamoja na vyombo vyote vya dola ambao walilisikia swala letu na wakatia nguvu kubwa sana kulifuatilia kwa kina. Na washukuru pia majirani, wananchi pamoja na vyombo vya habari kwa kile ambacho mlikifanya kwa siku ile ya tukio, kikasaidia zaidi viongozi wetu waweze kupata picha ya nini kinaendelea. Nimemwona mama huyu akiwa anahangaika kwa muda mrefu na wamempa hasara pia kwenye ile nyumba, na mimi na wenzangu tumetafakari tukasema kwa heshima ile ile ambayo Mheshimiwa Rais wetu ametupa kuongoza watu katika mkoa wetu, kumheshimu Mungu wa mbinguni, kuheshimu wanyonge wa taifa letu, tumchangie mama huyu milioni 10 ili zikamsaidie kwa ajili ya kuendesha biashara zake. Na ukabidhi milioni hizo. Asante sana. Mungu akubariki. Haya. Kazi njema. Katunze vizuri, kaelewe familia na Mungu atakupa njia. Asante sana.